Haleluya. Basi tunaendelea na somo letu ambalo tunasema umuhimu wa maombi katika kushughulikia msingi iliyoharibika. Tulianza kwa kutafakari maana ya maombi. Tukasema maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na wanadamu. Na leo bahati nzuri tuko na baba mchungaji. Mchungaji, tunafurahi kuwa na wewe leo. Mungu akubariki sana. Mchungaji amekuwa na majukumu mengi sana ambayo amemfanya siku za nyuma akashindwa kuhudhuria. Lakini leo Mungu amempa kibali cha kuwa na sisi. Naomba tumshangilie Mungu kwa ajili ya mchungaji. Na tunamshukuru Mungu wakati wote Mungu ametupa neema pia ya kuomba kwa ajili ya mchungaji. Kwa mara ya kwanza tulisema kwa habari ya maana ya maombi. Tukasema maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na wanadamu au wanadamu na Mungu. Lakini tukasema ni mawasiliano kati ya mwanadamu na spiritual creatures, viumbe vya rohoni ambavyo inaweza kuwa malaika wa Bwana ama watumishi. Unaweza kuwasiliana nao kwenye ulimwengu wa roho na kuwasemesha kwenye ulimwengu wa roho. Bwana apewe sifa. Mtu ukiwa rohoni sana, ulimwengu wa roho unaongea na wewe na unaweza kukutanishwa na watu uko rohoni kabla ya mwilini. Bwana apewe sifa. Nachotaka kusema ni kwamba maombi ni mawasiliano. Unapokuwa umezama sana rohoni, anachokifanya Mungu ni kuongeza kiwango cha kuongea na wewe. Na ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa maagizo. Majibu ya maombi yetu ni maagizo kwanza. Mungu anasema, ukifuata alichosema ndio unaponea hapo. Bwana apewe sifa. Musa alikuwa anaenda mlimani anaomba siku 40. Alikuwa anaomba nini? Alikuwa anaomba tu maelekezo. Mungu amuonyeshe, amwambie afanye nini tena ili aweze kuendelea. Haleluya. Kwa hiyo hakuna kitu cha maana kwa muombaji kama sauti ya Mungu. Sina wakati kama mimi. Narudia. Hakuna kitu cha thamani kwa muombaji kama sauti ya Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu ukiifuata ndio ina pesa, ndio ina suluhu ya hiyo changamoto ulionayo, ndio ina uponyaji, ndio ina kila kitu. Kwa unapoomba sana, Mungu anachofanya kukuvusha ni kusema na wewe. Kwa hiyo ukisikia, unafahamu maana lile neno ambalo Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Sio kila andiko, sio kila neno lililoandikwa kwenye Biblia, kila neno lilotoka kwenye kinywa cha Bwana. Ina maana kwamba hata mlevi, mbingu zinaweza kumtumia mlevi kuongea na wewe. Kwa hiyo huwezi kusikia zaidi ya kiwango chako cha kuunganishwa na mbingu. Mtu aliyeko rohoni, Mungu akiongea anasikia sauti ya Mungu, asikii sauti ya mlevi. Lakini mtu ambaye hayuko rohoni anapuuza, anasema hawa walevi nao wamezidi. Kila unapozama rohoni kukaa kuomba, msaada peke yake Mungu anaweza kuleta kwako ni kuongea na wewe. Haleluya. Na mbingu zinaongea na watu kwa njia yoyote. Inategemea tu na uwezo wako wa kusikia. Haleluya. Biblia inasema hivi, Ayubu 33:14 mpaka 15. Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Mungu anaongea mara moja. Si mpango wa Mungu aongee mara ya pili. Lakini akiona haujali wala hauchukuli kwa uzito, basi anaongea mara ya pili. Anasema si mpango wa Mungu aongee na wewe kwenye ndoto. Lakini kama haujali, basi anaongea na wewe kwenye ndoto. Anasema katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito ujapo watu katika usingizi kitandani. Haleluya. Kwa Mungu anaweza kuongea na wewe kwa njia rahisi, usipoelewa akarudi kusisitiza kwa njia ya ndoto na maono ya usiku. Bwana apewe sifa. Kuna tofauti ya ndoto na maono ya usiku. Ndoto zinatokea unconsciousness. Kwa Kiingereza wanasema ndoto. Mungu anatumia ndoto wakati ambapo mtu
hayupo mwilini kabisa, hana fahamu za mwilini kabisa, unaota, unakuwa rohoni, unasemeshwa rohoni. Lakini maono inakuwa umelala, hujalala. Mtu akiita huko nje unasikia, uko hivi kama uko macho lakini hauko macho, alafu unapata maono. Haleluya! Kwa hiyo maono ni nje usingizi, hauko usingizini, uko kabisa hivi, unasikia kabisa Ayubu yuko pale, uko hivi kabisa, unasikia kabisa kuku ziko zinapiga kelele, uko hivi, umelala hujalala, lakini kuna picha zinapita kwenye macho yako, unaonyeshwa hichi, unaonyeshwa kile, unasemeshwa hichi, unasemeshwa kile. Ni Mungu anataka kukusaidia. Huyo anakusemesha kwa ndoto na kwa maono. Haleluya! Hasa pona yako ama msaada wako uko katika kile unachosemeshwa. Yale maono unayosikia, yale maono unayoona, ile sauti unayosikia ndio imebeba jibu la mambo unayoyaomba. Haleluya! Hayo ni somo letu la kwanza kabisa. Tulisema kwa habari ya maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, mwanadamu na viumbe vya rohoni. Lakini tulisema maombi ni kitendo cha kuachilia maneno ama matamko kwa nia ya kuumba kile kitu ambacho kiko rohoni kwa imani. Na siku ile iliyofuata tulisema kwa habari ya hatua muhimu katika kuathiri ulimwengu wa roho kwa njia ya maombi. Tukasema ni vyema kuelewa vyema kanuni zinazompa muombaji uhalali ama kibali kwa Mungu. Tulisema mambo mengi, lakini jana tuliishia pale kwenye kusema kanuni zinazompa mtu uhalali mbele za Mungu. Tulisema kitu cha kwanza ni utakatifu, ambao tulisema mtu inabidi awe mbali na uovu, awe mbali na dhambi ili apate wepesi wa kuhusiana na Mungu. Tulisema mahusiano na Mungu. Kabla ya maombi, tengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu, kwa sababu na katika kutengeneza mahusiano na Mungu ujue ni uko mbali na Mungu kwa kiwango gani. Tukasema ya kwamba dhambi inamtenga mtu mbali na Mungu, inamfanya afiche uso wake, na tukasema maovu yanamfarakanisha mtu na Mungu, anakuwa amegombana na Mungu kabisa, Mungu yuko mbali. Tulisema kuna kosa, dhambi, uovu. Ni hatua za mtu kufarakana na Mungu. Kwanza, kosa linamvuta kutenda dhambi. Dhambi ikimwathiri huyo mtu, anatembea katika uovu. Bwana apewe sifa. Tulisema mtu atafute mahusiano kwanza. Lakini kitu ambacho tulimaliza nacho jana, tulisema kukaa katika kanuni na taratibu za Mungu. Na hiyo ni hatua za muhimu ambazo zinakupa uhalali mbele za Mungu. Na tulipitia mambo mengi, tukaongea kwa habari ya wale wana wa Haruni walikufa kwa sababu waliendea madhabahu kinyume cha kanuni na taratibu. Lakini tukaona kwa habari ya Samuel na Sauli, namna ambavyo Sauli alikataliwa kwa sababu ya kukosa utii. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sasa leo basi tunataka tuongee kwa namna ya kumwendea Mungu kwa njia ya toba kama lango la kibali mbele za Mungu. Na kumwendea Mungu kwa njia ya toba kama lango la kibali mbele za Mungu. Toba ni lango la kibali mbele za Mungu. Haleluya. Namna ya kumwendea Mungu kwa njia ya toba kama lango la kibali mbele za Mungu. Namna ya kumwendea Mungu kwa njia ya toba kama lango la kibali mbele za Mungu. Tutasoma kitabu cha Nehemia. Namshukuru Mungu sana kwamba asubuhi tunakuwa na maombi mazuri hapa tukiongozwa na Ayubu. Mungu azidi kumbariki. Tunaanze na kitabu gani? Hebu tuanze leo na Nehemia. Haleluya. Nehemia. Jana nilikudokeza hatua za toba. Na nikakuambia kwamba toba ni mabadiliko. Toba ni mabadiliko. Alafu maombi yale tunayofanya ni rehema kwa ajili ya kufutiwa makosa ama adhabu ambazo zilishatolewa kwa sababu ya dhambi zetu.
Sasa nikakwambia jana ya kwamba njia nzuri ya kutubu kwanza ni kupatanisha nafsi yako. Dhambi inaitenga nafsi ya mtu na Mungu, inamfarakanisha nafsi ya mtu na Mungu. Asa ili kumwendea Mungu unajipatanisha kwanza na nafsi yako na roho ya Mungu. Tuliona pale namna ambavyo Mungu alimpa maagizo Haruni, akimwambia utafanya toba ya upatanisho, utamlilia Mungu kufanya upatanisho wa nafsi yako. Alafu akamwambia ukishamaliza kujipatanisha nafsi yako, basi utafanya upatanisho wa nafsi ya watu wa familia yako. Kwa hiyo basi mtu anapokuwa anaingia kwenye maombi ya rehema, cha kwanza ashughulike na nafsi yake. Nafsi yako imebeba hukumu, nafsi yako imebeba majuto, nafsi yako imebeba mashtaka, unasikia kushtakiwa rohoni, tamani kuunganishwa na Mungu. Nafsi yako kwa njia ya hayo maombi ya rehema. Bwana apewe sifa. Mungu ni rehemu, naomba unipatanishe na Roho Mtakatifu wako. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 7 mstari wa 11, mlango wa 17 mstari wa 11. Hiyo Nehemia hiyo weka kamba, alafu tuanze hapa kwenye Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Haleluya. Nafsi inatengwa na Mungu. Mwanadamu ni roho. Roho ni tabia za kiungu, ama ni sehemu ya uungu ambayo iko ndani ya mwanadamu. Ni sura na mfano wa Mungu ambayo imefichwa katika mwili kama hekalu, ambapo mwili ukichakaa, ukishindwa kubeba hiyo roho, hiyo roho itaondoka kwenye huo mwili. Mwili ukifa, hiyo roho itaondoka kwenye huo mwili, alafu itaenda kuvalishwa. Kama utaingia kwenye ule uzima wa milele, utavalishwa mwili kama miili ya malaika ambao ni viumbe vya kiroho. Bwana apewe sifa. Nafsi ni kiunganishi cha mwili na roho. Mwili unaisaidia roho kuishi duniani. Nafsi usaidia mwili kupambanua mambo yaliyotokea rohoni. Haleluya. Haleluya. Umeota usiku. Umeota usiku. Umekaa chini, unalia, alafu ukiangalia mbele yako unaona nyoka amezungushwa kwenye mti au kwenye mnara. Nyoka yuko hivi anakuangalia. Hiyo picha unayoiona sio picha, ni maneno. Haleluya. Wakati tunasoma shule tuliambiwa lugha ya picha. Kuna lugha inaitwa lugha ya picha. Yaani unaonyeshwa picha alafu utafsiri nini maana ile picha. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kila ulichokiona ni ulimwengu wa roho unaongea na wewe. Asa ulimwengu wa roho umewasiliana na roho yako kule rohoni, wakati ambapo mwili hauna fahamu. Ukiamka asubuhi, mwili unaanza kujiuliza, hichi kitu kilichoonekana kule rohoni ni kitu gani? Kwa nini nimeona niko chini nalia, halafu kuna nyoka pale kwenye mnara? Nafsi inaanza kuambia mwili tafsiri ya kile alichokiona.
Kwenye nafsi kunazalishwa akili, ufahamu, maarifa na kila namna ya elimu. Kwa hiyo nafsi itaanza kuuambia mwili. Hasa nafsi yako haiwezi kuongea na wewe zaidi ya kiwango cha ufahamu wako. Kwa hiyo kama ufahamu wako nyoka ni shetani, nafsi yako itaambia mwili wako, amka, kemea, shetani amekutokea. Kemea, shetani amekutokea. Kwa hiyo mwili utaanza kuomba, mashetani mnaonitokea, hilo lilo la nyoka niloliona usiku, nalikamata, nalivunja, naliharibu. Unavunja ile nyoka, unaliharibu. Lakini unachokifanya sio kitu sahihi, kwa sababu yule nyoka uliyemuona sio nyoka shetani. Yule nyoka uliyemuona ni nyoka Kristo. Nielewa. Biblia inasemaje? Kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba kule jangwani, ndivyo hivyo Kristo alivyoinuliwa msalabani, ili kila amtazamaye asiangamie bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Kwa hiyo nyoka anapotokea kwa sura hiyo, ama unapoenda pale KCMC ukakuta yule nyoka namna hii, ama pale Machame Hospital ukakuta nyoka namna hii, kama ufahamu wako ni mdogo, akili yako inakwambia ni Freemason, unaanza kukemea. Haina kama unakauelewa kidogo kama mimi, najua ile ni ishara ya uponyaji. Wanakuambia hapa ulipofika umekutana na Yesu, umekutana na uponyaji. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sasa cha kukusaidia ni nafsi yako, na nafsi yako haiwezi kukusaidia zaidi ya kiwango cha ufahamu wako. Kwa nafsi yako itakuelekeza kukemea hata mambo ambayo sio ya kukemea, mambo ya kushukuru. Kwa hiyo ndio linatokea ile neno wanabidii katika Bwana, lakini si katika maarifa. Maarifa ni product ya education. Maarifa ni knowledge kwa Kiingereza. Knowledge ni ufahamu. Knowledge ama maarifa ni tunda la mafundisho. Huwezi kuwa na ufahamu zaidi ya kiwango ambacho umefundishwa. Haleluya. Ashumu umeota unaongea na nyoka usiku. Ukiamka unaweza ukakemea, lakini mimi nikiamka nitajiuliza, Mungu ni nani huyu? Kwa sababu nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wengine. Labda kuna mtu mwenye hekima Mungu anamleta kwako ili akushauri juu ya mahali ulipokwama. Kwa hiyo wewe utasema huyu nyoka alikuwa anaongea na mimi, huyu ni mapepo, ni shetani. Lakini mimi nitajiuliza, ni pepo au kuna mtu mwenye maarifa anakuja kunimegea hiyo hekima yake? Haleluya. Bwana apewe sifa. Niko kwenye ajenda gani? Niko kwenye ajenda ya nafsi. Na nafsi anasema ufanye upatanisho wa nafsi yako na Mungu kabla hujaanza kuomba. Sasa nafsi yako unaipatanishaje na Mungu? Kwa sababu nafsi inaweza ikapatana na mwili kufanya mambo ya mwilini, na ikagombana na roho ikashindwa kumtii roho. Sasa nafsi inapatanishwa na mwili kwa njia ya dhambi, na nafsi inapatanishwa na roho kwa njia ya utakatifu na mafunuo yanayotokana na Roho Mtakatifu kwa njia ya mafundisho. Bwana apewe sifa. Lakini nafsi inapofarakana na Mungu, kitu kinachoweza kuirudisha hiyo nafsi ipatane na Mungu ni kulipa adhabu ambayo mwili unaounganishwa na hii nafsi ulipaswa kuitumikia. Na adhabu ambayo unapaswa kuitumikia wewe baada ya dhambi ni mauti. Kwa hiyo anaposema hiyo damu itafanya upatanisho wa nafsi na roho, ni kwamba afe mbuzi ili wewe usife. Haleluya. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika damu. Dhambi inadili na uhai. Dhambi inatafuta uhai iue. Utakatifu unadili na uhai. Utakatifu unatafuta uhai ili uishe. Kwa unapotenda dhambi ushaingia kwenye mauti moja kwa moja. Cha kukutoa kwenye hiyo mauti ni damu, ili kife kiumbe kingine wewe uishi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwa kila atendaye dhambi mbele za Mungu ni kama mfu. Mungu haoni uhai ndani ya mtu anayetenda dhambi. Na mtu yote aliyekufa
hana nafsi. Mtu aliyekufa ni nani? Ni marehemu. Ni mwili, unaitwa mwili wa fulani, hauna nafsi. Nafsi ndio imebeba jina la mtu. Haleluya. Nafsi ndio imebeba uhai wa mtu. Kama unielewi, Yesu alisemaje? Mwanzo panasemaje? Mungu akapulizia pumzi kwenye ule mwili, mwanadamu akawa nafsi. Kwa hiyo nafsi ni pumzi ya Mungu ndani ya mtu. Kwa dhambi inapoingia ndani ya mtu, inaiua nafsi yake. Biblia inasemaje? Azinie na mwanamke hana akili, kwa maana afanya jambo la kuiangamiza. Yaani unapotenda dhambi kinakupunguzia kiwango cha akili. Unakosa akili ya kumkimbilia Mungu kwa maombi. Unakosa akili ya kumuomba Mungu juu ya ugonjwa ulionao, unaanza kukimbizana na mahospitali. Unakosa akili ya kumlilia Mungu juu ya hali yako ya uchumi, unaanza kukimbizana na mikopo. Unakosa akili ya kumlilia Mungu, alafu kadiri ambavyo unakosa akili, unajikuta unakimbilia kwenye mauti pasipo wewe kuelewa. Kwa sababu gani? Nafsi yako ishafishwa. Kwa hiyo ili uweze kuendelea sasa, unahitaji upatanisho wa nafsi yako na roho wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo basi Mungu akaelekeza kama tulivyosoma jana ya kwamba Haruni, kwenye ile Mambo ya Walawi 16 tulisoma jana, leo hatusomi tena. Haruni, mwambie Haruni, Mungu anamwambia Musa, mwambie Haruni akatoe sadaka ya kwanza kwa ajili ya kufanya upatanisho wa nafsi yake na roho wa Mungu. Alafu cha pili afanye upatanisho wa nafsi za watu wa familia yake na roho wa Mungu. Ndipo alete ajenda zake sasa za wana wa Israeli. Kwa tunataka kuingia kwenye maombi, jipatanishe wewe na Mungu wako. Afu jipatanishe, tubia dhambi ya watoto. Mtoto wako amefanya kitu fulani, beba ile dhambi yake. Sema nimefanya mimi Bwana. Fanya maombi, patanisha watoto na Mungu. Beba mwenzi wako, fanya maombi, patanisha na Mungu. Ndani ya familia yako usitokee shtaka lolote juu ya maombi unayofanya. Haleluya. Haleluya. Kwa kufanya hivyo umejitengenezea kibali, kwa sababu unaweza ukawa na kibali wewe, lakini kile kibali kikaondolewa na mtu aliyemwaga damu ndani ya familia. Haleluya. Nehemia mlango wa kwanza. Nehemia mlango wa kwanza. Usisahau namna nimesema maombi ya toba kama lango la kibali kwa Mungu. Nehemia mlango wa kwanza. Ninaomba nisome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Nehemia moja nasoma 1 mpaka 6 kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Habari za Nehemia mwana wa Hakali. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikamuuliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya,
mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako na macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo ninapoziungama, sikiliza, ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Haleluya. Tumekutenda dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Naomba likumbuke neno ulilomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya katika mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliowafukuza wajapokuwa katika pande za mwisho wa mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili niliweke jina langu hapo. Bwana apewe sifa. Anasema, basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uwezo wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Bwana, nakusii, tege sikio lako yasikize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako na kuomba sana. Unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Shika hilo, nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Masikia maombi ya Nehemia. Haleluya. Nehemia walikuwa utumwani. Tofauti na Wayahudi wengine, yeye alikuwa anastarehe utumwani, kwa sababu alikuwa anahudumia meza ya mfalme. Yaani swala la vinywaji vyote pale kwa mfalme, yeye ndo alikuwa anahudumia vinywaji. Kwa vyovyote alikuwa anakunywa vizuri, anakula vizuri, maana yuko kwenye jumba la kifalme. Lakini alimuuliza ndugu yake, unajua kweli tuko huku utumwani, mimi maisha sio mabaya sana, lakini kule nyumbani kunaendeleaje? Akaambiwa, bwana, wale watu waliobaki kule wako kwenye dhiki. Wale watu waliobaki kule ni watu wa kushutumu na kuhukumu na kulalamika tu. Lakini kwa bahati mbaya ule mji umebomolewa kabisa, umebaki ni ukiwa tu, ni aibu. Alichukua hatua gani alipoambiwa hayo? Biblia inasema akaketi chini akaomboleza. Haleluya. Akawa kama mtu aliyepatwa na msiba, akaomboleza, akafunga. Kwa muda gani? Anasema siku kadha wa kadha. Yaani ilikuwa anakaa labda anapiga siku 7, akikaa tena kidogo labda anapiga siku 21. Kwa hiyo alikuwa jambo la siku moja. Alijiwekea tu utamaduni, basi mimi nitakuwa nafunga na kuomba na kuomboleza siku kadha wa kadha. Haleluya. Lakini maombi yake ilikuwa ni nini? Alijua msingi wa hayo matatizo kutokea, na alijua chanzo cha hizo shida kutokea ni dhambi, ni makosa, ni maovu. Maana alikumbuka kanuni Mungu aliyotoa. Mungu aliwaambia kwamba mkinitenda dhambi nitawatawanya mkateswe huko kwenye nchi nyingine. Kwa Nehemia aliniweka hilo akili kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kututia sisi utumwani zaidi ya kumwacha Bwana na kutenda maovu. Kwa hiyo Nehemia akufunga na kuomba, Mungu tutoe huku tunateseka, Mungu jamani tusaidie tukajenge kule kwetu. Nehemia alishughulika na chanzo cha tatizo ambalo ni dhambi. Bwana apewe sifa. Akamrudia Mungu kwa kumfunga Mungu kwa maneno. Sijui kama mnanielewa. Hakumwendea tu Mungu, alitafuta kipengele cha kumbana nacho Mungu. Akarejea kwenye ahadi za Mungu.
Katika kupekua kwake maandiko akagundua kuna andiko linasema kwamba tukikosea tutapewa adhabu ya kutawanyika. Tumeshakosea na adhabu ndio hii tuko nayo sasa hivi, lakini kuna key out, kuna ufunguo, kuna neno ambalo ni ufunguo wa kututoa kwenye hii adhabu, liko mbele yake. Alisema tukimrudia ataturudisha. Kwa hiyo akasema, Bwana, ninakurudia basi, ninarudi kwa ajili yangu binafsi, ninakurudia Bwana kwa ajili ya watu hawa. Na Mungu ulisema unaangalia mtu mmoja tu. Ezekieli mlango wa 22 mstari wa 30. Nikaangalia ili nione ikiwa yuko mtu mmoja anayeweza kusimama mahali pa juu palipobomoka, ili nikapate kuzisimamisha tena kuta na kuzijenga boma, lakini sikuona. Kwa hiyo Nehemia akasema, Mungu ulisema unaangalia mtu mmoja. Niko hapa Bwana, nimesimama mimi mmoja, niangalie mimi. Haleluya. Akasimama kwenye zamu lake, akamwambia Mungu, samehe uovu wangu, samehe uovu wa baba zangu, baba yangu. Akatubu dhambi ya baba yake na mama yake, dhambi ya watoto na dhambi ya familia. Hapo akasema, Mungu liangalie taifa langu. Mara ya kwanza kama alifunga siku 20, anajua mwenyewe, ikapita. Akakaa tena, akarudi akafunga tena, akaomba na kuomboleza, ikapita. Akakaa tena mara kadha wa kadha. Unaelewa maana ya kadha wa kadha? Inawezekana haikuwa jambo la mwaka mmoja, hatuambiwi ni muda gani, lakini inawezekana ilikuwa ni issue hata ilimchukua miaka 3. Anaomba tu kitu kimoja, Mungu tusamee, turehemu. Nimekurudia Bwana, ulisema tukikurudia utaturudisha tena. Samee baba yangu, samee mama yangu, samee watoto wangu, Bwana samee taifa langu. Haleluya. Anasema niliomba nihurumiwe, na wakati huo ninaomba nilikuwa bado, ikifika asubuhi nampelekea mfalme vinywaji, ikifika mchana napeleka kama kawaida, nafanya kazi zangu, ikifika jioni niko kazini kama kawaida. Na hao wanyweshaji wa mfalme ilikuwa sio wanyweshaji tu, inawezekana ndio pia ndio wasindikaji wa zile divai. Kwa hiyo alikuwa kazini, ana muda wa kuomboleza, na protocol, taratibu za waiter, mhudumu wa mfalme kupeleka chakula mezani kwa mfalme, kipengele cha kwanza lazima uwe na tabasamu. Umeelewa maana ya waiter? Sasa ukiwa unahudumu kwa mfalme, ni kosa la jinai kumpelekea mfalme vinywaji umekaza sura. Saa zote lazima uwe na tabasamu, mfalme apate appetite ya kunywa. Sasa huyu mtu alifanya hivyo wakati wote. Akiingia chumbani ni kulia makamasi yote, ni kujigaragara hapo chini makamasi yote. Akitoka anajipaka mafuta vizuri, avutie, attract mfalme anywe vinywaji vyake. Bwana apewe sifa. Hiyo ilikuwa ni sheria muhimu ya kushika. Tafsiri yake ni nini? Haijalishi tunafanya kazi kwenye mazingira gani, haijalishi tunaamkia kwenye familia gani, haijalishi watu wanatuangaliaje, saa ya Bwana anataka kututumia. Kitu peke yake tunachoweza kumpa Mungu kama sadaka ni miili yetu, kuitoa kwa ajili yake, kuitoa bila kuangalia watu wanatuchukuliaje, bila kuangalia mazingira yakoje. Asubuhi uombe ulie, ukiwa chumbani uombe ulie, na ukitokea mbele yao utokee na ujasiri, utokee na sura ya matumaini. Haleluya, haleluya. Biblia inasema, mlango wa 2, Biblia inasema hivi, wamama mmenielewa? Mume wako ni kisirani na saa unampa maji ya kuoga, umpe ukitabasamu, baba umeshaoga? Oga tu. Akujibu vibaya na bado umhudumie kwa furaha. Naweza? Achane na haya. Ikawa katika mwezi wa Nisani, mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake, nikashika ile divai nikampa mfalme. Sikiza kwa makini. Nani huyo? Waiter, mhudumu. Anasema nikashika divai nikampa mfalme. Si kama umeelewa hii kitu. Wangapi wanawapaga waume zao chai? Kwa sababu asante yule mmoja pale. Unampaje? Hiyo ni siri yako. Unajua mwanaume anapewaje chai? Haya, ngoja niwafundishe. Najua mnajua, lakini nawakumbusha tu.
Ukimpelekea mwanaume chai, unafanya hivi. Unaimimina kwenye kikombe, unakoroga sukari, unajua kabisa anakunywaga sukari kiasi gani. Unakoroga, alafu unachukua hivi unaambia, karibu baba. Basi nani afanye ujinga? Lakini ndio inatakiwa hivyo. Haitakiwi mume wako achukue kikombe pale mezani hivi. Kwanza haitakiwi mume wako ajimiminie chai mwenyewe. Na haitakiwi achukue kikombe mwenyewe. Na haitakiwi ajiwekee sukari. Mama na yeye anaangalia tu. Tuachane na twende kwa Nehemia. Biblia anasema, nikampa mfalme. Sikiza kwa makini. Nikashika ile divai, nikampa mfalme. Mmeelewa nilichowaambia na ninachokisoma? Nikashika nikampa, sio nikamwambia hiyo hapo. Kwa lazima kalimpa kwa heshima. Anasema nikashika nikampa mfalme. Nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Shika hilo. Sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Kwa sababu najua miiko ya kazi yangu, sipaswi kuwa na huzuni wakati na hudumu. Kwa hiyo nilichunga saa zote, sikuwa na huzuni. Nehemia nina uhakika sikumpa mfalme divai nikiwa na stress. Ijapokuwa nina uchungu na kule nyumbani kumeharibika, ijapokuwa nina uchungu niko kwenye maombi ya mzigo, lakini nilihakikisha ya kwamba sivunji sheria kwa kumpelekea mfalme vinywaji nikiwa na huzuni ama na uchungu. Bwana apewe sifa. Biblia inasema, basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako? Nawe huna ugonjwa? Kwanza mfalme yuko smart, ana uhakika huyu jamaa haumwi. Anamwambia haumwi, najua haumwi, lakini mbona umesikitika uso wako? Anamwambia ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Mfalme anamwambia, na uhakika haumwi, na ninaona umesikitika uso, na ninavyoona hii huzuni yako sioni machoni, ila naona moyo wako una huzuni. Haleluya, haleluya. Macho yako yananionyesha uko sawa, tabasamu lako linanionyesha uko sawa, lakini ninaona moyo wako una huzuni, na huo huzuni sio wa ugonjwa. Haleluya. Hivi unaelewa maana ya nguvu ya maombi? Kwamba nguvu ya maombi inaweza ikaamsha roho ya kusaidiwa. Hata mfalme mpagani akafunuliwa ya kwamba huyu ana mtu ana mahitaji, hata kama hujamwambia nina shida. Haleluya, haleluya. Msaada wa Nehemia ulikuwa kwa mfalme, lakini hata siku moja Nehemia hakwenda kumpigia mfalme magoti. Alipiga magoti kwa Mungu na mbingu zikamsemesha mfalme. Mfalme akaona kilichoko moyoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Nehemia akashtuka, ameona na huzuni. Nehemia akashtuka, hichi anachosema mfalme sio kwa ajili ya kunihukumu, kwa sababu ni kosa mimi kuwa na huzuni. Nehemia akashtuka, Mungu ameshajibu maombi yangu, Mungu ameshajibu maombi yangu. Akajiachia, akamwambia mfalme, nikamwambia mfalme, mstari wa 3, nikamwambia mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Biblia inasema ya kwamba basi akamwomba Mungu wa mbinguni. Sina kama umenielewa. Haleluya. Roho wa Mungu amesema na roho ya mfalme juu ya haja ya Nehemia. Unaelewa maana ya kumtegemea Mungu? Kumtegemea mwanadamu laana. Hakuna kitu kinauma kama kumpigia mwanadamu magoti afu asikusaidie, aende kukutangaza. Lakini kumbe tunapoomba, na mimi nimeshuhudia hayo kwenye maisha yangu. Nafunga naomba. Napigiwa simu na watu, wanaambia mchungaji, nataka nikusaidie hichi, nataka nikusaidie hichi, na sijawaomba.
na kwenye maombi yangu wanavyonisaidia sivyo ninavyoomba. Ninaomba vitu vingine, kumbe wakati unaomba kitu kingine, Mungu anaondoa giza, anaondoa ile roho la kukataliwa, anavuta msaada, ana attract msaada, watu wanainuka, wanataka kusaidia na mambo mengine ambayo hujawaeleza. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini wakati wote nimeona Mungu akinisisitiza na kunikataza kwa nguvu zote, hata mtu akusaidie milioni ngapi, usimwabudu huyo mtu, usimwabudu huyo mtu, kwa sababu sio yeye amefanya, ni mbingu zimemwamrisha. Kama unabisha, kamwombe mtu msaada akusaidie, lakini muombe Mungu, watu wanainuka wanakusaidia. Ina maana sio wao wanafanya, ni Mungu anafanya kupitia wao. Kwa hiyo usijisahau ukawaabudu wao, usijisahau ukamwabudu mchungaji, usijisahau ukamwabudu mtumishi yote. Mwabudu Mungu aliye mbinguni. Mungu atachagua anamtumiaje mtu mchungaji wako kwa ajili yako. Haleluya. Sina uhakika kama umenielewa. Kama hujanielewa, sikiliza. Pamoja na Nehemia kupewa ofa, aseme anataka nini, Nehemia alifanyaje? Hakujibu. Biblia inasema Nehemia akamwomba Mungu. Hii ina maana ya kwamba alifanya jambo la haraka. Wakati mfalme amemwambia unataka nini, Nehemia pale pale alizama rohoni, akasema Bwana nifundishe namna ya kusema. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Tayari nimepewa uhuru wa kusema. Niseme nini Mungu? Nipe hekima ya kusema. Sikiliza, ni jambo moja kuambiwa unataka nini, na ni jambo jingine kuweza kutaka kitu sahihi. Kama uulize yule binti Herodia, aliulizwa na mfalme unataka nini? Binti Herodia akagundua sina hekima ya kutosha ya kuchagua nafasi kubwa niliyopewa namna hii. Akaamini mama yake ana hekima, atamsaidia. Akaenda kwa mama yake akamwambia, mama, nimepewa ofa, naogopa nisije nikaamua vibaya nikajuta baadaye. Mama, niseme nini? Mama akamwambia wakupe kichwa cha Yohana kwenye beseni. Mwanamke mpumbavu. Yohana alikuwa na mind, alikuwa anamwambia Herodia, umeongeza mke Bwana apendi. Mchepuko akasema, yani anataka mimi achike. Mwambie hicho kichwa chake tunakitaka. Lakini Malkia Esther aliulizwa na mfalme, unataka nini nikutendee? Malkia akaogopa kujibu vibaya, akasema Bwana, naomba tu niandae chakula uje, ili apate muda wa kusema na Mungu na kichwa kijipange asikose kuongea. Inapotokea ofa ni jambo moja, lakini swala la kudili, kupokea majibu ambayo mbingu zimeachilia kwa ajili yako ni jambo jingine la muhimu kuliko hata hilo jibu. Kwa hiyo Nehemia aligundua kwamba naweza nikakosea hapa. Biblia inasema alipoambiwa unataka nini, akasema, akamwomba Mungu na Mungu akampa hekima. Mungu akampa hekima saa ile ile, akamwambia Bwana, nataka nikajenge kule nyumbani. Nasikiliza, hebu tusome kidogo, kwa sababu kuna mke wake alikuwa pale. Biblia inasema ndipo akaniambia, mstari wa 4, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Akaachana na mfalme, akamwomba Mungu wa mbinguni. Mstari wa 5, nikamwambia mfalme, akiona vema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza, kwenye mabano, malkia naye ameketi karibu naye. Hii ina maana kubwa sana. Unapoongea na mtu mkubwa na mke wake yuko hapo, ni ngumu sana mambo yako kufanikiwa. Hujanielewa? Unapoenda kutaka msaada kwa mwanaume mwenye mafanikio na mke wake yuko hapo, utasikia tu mke wake anamgusa hivi, hebu tuongee kidogo baba nani, anampeleka huko chumbani. Hivi hela zote hizo nataka kumpa huyu mwanamke, una nini na huyu mama? Milioni zote 5 nampa huyu mama nini? Unashangaa baba anarudi anakuambia, hebu tutakusaidia tu, lakini hela inakatwa hivi. Na huyu mke wake alikuwa hapo. Katika hali ya kawaida, huyu mwanamke lazima angemwambia mfalme, hivi unawaachia hivi hivi, unawaachia hivi hivi, unajua hawa ndio wametushikilia uchumi wetu hapa, unataka kumpa ruhusa? Kikawaida ilitakiwa mama afanye hivyo. Kama uelewi, kamuulize Mordekai, Haman
Haman aliulizwa na mfalme, aliambiwa na mfalme, nenda uje, tumealikwa na malkia kesho. Akaenda kwa mke wake akasema, ya nimealikwa kwenye sherehe. Akamwambia mke wake, lakini mke wangu, yani kitu kilicho ni boa, wakati natoka pale mlangoni nimeliona Mordekai liko pale, nikiliona ile mtu nashikwa na hasira. Mke wake alimwambiaje? Alimwambia, hiyo isikupe shida, tengeneza mti mkubwa hapo, utakuja kumtundika hapo baadaye. Na ule mti ndio ulimtundikia huyo Hamani mwenyewe. Huo ndio ushauri wa kina mama kasoro ninyi wa mama mlioko hapa. Kwa hiyo Biblia inasisitiza kwamba wakati Nehemia amepewa ofa ya kujieleza, mke wa mfalme alikuwa hapo hapo. Tafsiri ya hili neno kwamba mke wa mfalme alikuwa hapo hapo, tafsiri yake ni kwamba wakati ambapo umejiconnect vizuri na Mungu, mbingu zikiinuka kukusaidia, vierere vyote vya wale watu wenye kierere vinanyamazishwa na shauri la Bwana linasimama. Haleluya! Haleluya! Mwanamke mmoja ana kierere, lakini utashangaa siku amenyamaza hivi, anarembua tu. Wewe unapewa cha kwako, unapita hivi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana mfalme wa falme akiwa mahali, yeye peke yake anatawala. Haleluya! Muda wetu umeisha. Lakini kasome pale mwenyewe. Kwa sababu ya kumtegemea Mungu, ndugu zangu, ukimtumainia Mungu, anachofanya cha kwanza ni kupunguza ujinga kwenye kichwa chako na kukupa hekima. Na huyu Nehemia, Mungu akampunguzia ujinga, akampa hekima. Akamwambia, Bwana, naomba unipe ruhusa niende Yerusalemu. Akamwambia, lakini sitaki uniambie nenda kwa mdomo, nataka uniandikie hati itakaonipa kibali kwa yule mkuu wa wilaya aliyeko mpakani pale. Akamwambia, afu isiishie hapo, naomba pia uniandikie hati, kuna ule msitu ule uko jirani na kwetu kule, nipe kibali nikiingia kule waniruhusu nikate miti ya kutosha. Akaruhusiwa, kazi ikawa nyepesi. Japokuwa Sanbalati na Tobia hawakukosekana huko mbele, lakini kwa kuwa Bwana akiwa upande wetu, hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Mambo yote yalikuwa mepesi katika safari yake. Haleluya! Haleluya! Sasa tunazungumza kwa habari ya namna ya kuitumia toba kama lango la mpenyo kwenye maombi, ama lango la kibali mbele za Mungu tunapoingia kwenye maombi. Ni nini kilitokea? Dhambi inaondoa kibali kwa mtu, kibali cha mtu kwa wanadamu, kibali cha mtu kwa Mungu. Watu wanasema fulani tungempa hii kazi, lakini sipendi zile tabia zake. Na dhambi inapoondoka, kibali kinarudi. Haleluya! Kwa Nehemia alidili na dhambi, akapata kibali kwa Mungu, na kile kibali chake kwa Mungu kikaminfluence, kikamhamasisha, na mfalme na mke wake wakampa kibali. Kibali kikampa mpenyo. Na sisi tunahitaji kutubu. Kutubu ni kubadilika. Tunahitaji kuomba, kuungama. Kuungama ni kukiri kosa lako. Kukiri, nimefanya A, nimefanya B, nimefanya C. Mungu ni rehemu, nihurumie, kweli sistahili. Huu ugonjwa ni halali yangu. Haya mapito nayopitia ni halali yangu, kutokana na matendo yangu, kutokana na matendo ya mwenzi wangu, kutokana na matendo ya hii familia, kutokana na asili ya ukoo, kutokana na mazingira haya. Bwana, ni kweli tuteseke, ni halali yetu, lakini niko mbele zako, ninalia, ninaomba rehema zako. Samehe, komesha utumwa huu. Samehe, komesha mateso ya magonjwa. Tusamehe Bwana, komesha ya mateso ya kiuchumi. Samehe Bwana, achilia majira mapya. Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, tubuni basi mkarejee. Matendo ya Mitume 3:19, tubuni basi mkarejee, ili zikapate kuja nyakati mpya za kuburudishwa kwa sababu ya kuwako kwake Bwana. Hizi nyakati ambazo hazina furaha zinatokana na kukosekana kwa Mungu katikati yetu. Lakini tukitubu tukarejea kwa Bwana, kama Nehemia alivyotubu akarejea kwa Bwana, nyakati za mateso zinakoma, zinakuja nyakati mpya za kufurahishwa kwa sababu ya uwepo wa Mungu katikati yetu. Haleluya, haleluya.